Hizi ni sauti za uchungu sana kutoka kwa vijana ambao walikuwa wanashiriki katika shughuli ya kumzika mwenzao ambaye alifariki dunia kwa kupigwa risasi na polisi kule mjini Mbeya. Ukikumbuka kwamba Mbeya ni moja kati ya mtaa ambao ulikumbwa sana na vurugu, moja kati ya mkoa ambao ulitajwa sana pamoja na mikoa kama vile Arusha na Dar es Salaam na Mwanza, mikoa ambayo iliongoza sana katika maandamano ya mwaka huu 2025 baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Sasa vijana bana nasikika kama kwa mbali unasikia kabisa kwamba wana machungu kwanza ndani ya mioyo yao, lakini pia ni ujumbe ambao unaoelekeza moja kwa moja kwa jeshi la polisi la Tanzania kuambia kwamba hukumu yenu nayo ipo siku itafika kwa hiki ambacho mmekifanya, lakini pia kumbukeni kwamba mkiwaua vijana na nyinyi pia ipo siku mtakufa na mtahitajika kuzikwa. Sawa, nauliza kwamba kama mkiwaua vijana nani atakayewazika nyinyi pia ambao pia mnahitaji kupewa kuzikwa kama binadamu ama raia wengine? Sasa vijana wameilia kwa uchungu, yani nadhani kwamba ni moja kati ya sauti ambazo wameamua kuzitumia kwa ajili ya kuweza kupaza kwenda kwa serikali, lakini pia polisi. Hii inakuja moja kwa moja pamoja na nyimbo ambayo alikuwa ameiachia Roma siku kadhaa kabla ya uchaguzi wa Oktoba 29 kuambia polisi kwamba teremsheni bunduki. Sasa walishinda kuiteremsha bunduki, wakatumia bunduki hiyo kuwafyatulia risasi baadhi ya vijana na kuwakatiza uhai wao. Sasa nao pia mamua kuambia kwamba mshafanya mlichokifanya fresh, ipo tu siku na nyinyi hukumu yenu inakuja. Kama umepata fursa bana kusikiliza kucheki vijana ambao wanaimba kwa ghadhabu, na si hawa tu, wameonekana vijana wengi sana wakiimba nyimbo za kikombozi, nyimbo za kujitia moyo wakati wanaenda kuwavizika wenzao ambao walifariki dunia katika maandamano haya ya mwaka 2025. Na kumbuka kwamba vijana hawa pia wengi wametangaza kwamba Disemba 9 pia na wenyewe wanaingia uwanjani tena kwa ajili ya kuweza kupigania haki zao endapo serikali itatimiza masharti 10 ambayo walikuwa wameyatoa. Sijui una maoni gani kuhusiana hili? Nipe maoni yako pale chini kwenye comment section.